Twende kwenye eneo la kiungo. Mahali ambako yuko Pacome Zouzoua, yupo Faisal Salum, yupo Jean Charles Ahoua. Kwenye wale watano wa kwenye top list ya MVP wa ligi wamechukuliwa watatu wakaletwa kwenye eneo la kiungo. Kupata mtu ambaye ni mchezaji bora wa eneo la kiungo, tunahitaji assist nyingi, tunahitaji uwezo mkubwa wa kushambulia, tunahitaji mwenye uwezo mzuri wa kuzuia. Tunapaswa kutumia kigezo gani kumpata mchezaji anayecheza eneo la kiungo? Sababu tunafahamu eneo la kiungo ndio roho ya timu. Lakini mara nyingi anapokuwa amekosekana mchezaji ambaye anacheza defensive wise, anapelekea timu inakuwa inafikiwa sana na inakuwa kwenye riski ya kupoteza mara nyingi. Lakini hawa watu ambao wanacheza box la chini, hawa namba 6, huwa hawazingatii sana kwenye nomination. Shida ni nini? Na kwa bahati ama isije bahati, hawa ambao wapo kwenye hiki kinyang'anyiro wote wamekuwa ni viungo washambuliaji kwenye msimu uliopita. Faisal Salum akiwa na Azam FC alikuwa anacheza kwenye eneo la namba 10. Jean Charles Ahoua alikuwa anacheza kwenye eneo la namba 10 akiwa Simba. And then Pacome Zouzoua alikuwa anacheza eneo la kiungo cha ushambuliaji akiwa na Young Africans. Kutokuwepo kwa viungo ama swala lako ambavyo limejikita kwamba hawa tunaangalia sifa gani ili kuweza kuwapa hivi kiungo bora. Kwanza ukizungumza kiungo, ni mtu ambaye ana support timu kucheza na kuweza kufunga. Ni mtu ambaye ana connect timu kwenye uchezaji kuanzia dimba la chini and then timu ishambulie. Yeye ndio kazi yake kubwa. Unakuja kuangalia mtu kama vile Jean Charles Ahoua, alikuwa ni kiungo ambaye anaenjoy kufunga zaidi kuliko kuassist kwa msimu uliopita. Ndio maana alikuwa unakuja kumkuta ana goli 10 plus kwa msimu, ambaye ni kiungo cha ushambuliaji. Kazi kubwa ya mfungaji kwenye timu tunasema ni namba 9, ambaye huyu ndio jukumu lake mama kiwanjani ni kufunga. And then tunakuja kumzungumza mawinga wake wa pembeni pamoja na kiungo. Hawa ndio anakuwa kama vile wanamtengenezea yeye nafasi ya kufunga huyo kiungo namba 9. Lakini sasa hivi tunasema kwamba tupo kwenye levels za modern football. Mpira unabadilika. Yeyote anaweza akafunga, yeyote anaweza akaassist. Ndio maana unakuja kuona mtu kama vile Jean Charles Ahoua anawazidi washambuliaji wake kwenye timu magoli ya kufungwa, ambao kwa msimu uliopita alikuwepo mtu kama vile Steven Dese Mukwala pamoja na Lionel Ateba Mbida. Kwa Pacome Zouzoua the same hivyo, japokuwa alikuwa ana assist 9 kwenye msimu uliomalizika, lakini alikuwa ni mtu ambaye ana contribute ya timu yake kuweza kufunga. The same kwa Faisal, assist 13 kwenye msimu uliomalizika, alikuwa ana contribute kwenye timu yake kufunga. Na ukiangalia mtu kama vile Faisal Salum kwa msimu uliopita kwenye kikosi cha Azam, washambuliaji wake walikuwa wana struggle kweli kufunga. Mtu kama vile Junior Branco alikuwa kwenye kufunga ilikuwa inampa ugumu, ndio maana Mwalimu Rashid Toss ilikuwa inamgharimu kuweza kumwanzisha mtu kama vile Nasoro Saadun kwenye eneo la striker. Lakini pia mara kadhaa amekuwa akianza na bwana mdogo Zidane Seleri kama unakumbuka. Kwa hiyo unakuja kuangalia ni mtu ambaye alikuwa na mchango kwenye timu yake katika eneo la kushambulia. Kwa hiyo tukubaliane kwamba atakayekuwa amepata tuzo ya kuwa MVP kati ya Pacome, Faisal na Jean Charles Ahoua automatically anapaswa kuwa kiungo bora. Yeah, of course. Anastahili. Lakini kama nilivyosema awali kwamba Pacome Zouzoua kwenye eneo la kiungo, Pacome kwenye kiungo kwenye nominations yumo, sio? Na kwenye MVP katajwa pale, si ndio? Akiwa ndio MVP, kwa nini asio kiungo bora? Anaoshindana nao ni wale ambao wanashindana nao kwenye MVP. On deserve. Unaweza kuangalia kwenye performance yake kama kiungo, nini ambacho amekifanya, majukumu yake ya kiungo ameyafanya kwa asilimia ngapi. Kwa hiyo kwenye MVP tunazingatia nini? Kikubwa tunazingatia performance ya mchezaji binafsi, kama ni performance ya mchezaji ya timu moja kwa moja. Sawa, kama ni performance ya mchezaji pale, maana yake ni overall. Na hapa amekutana nao wale. Yaani aliowashinda kwenye vigezo vya kuwa MVP ndio amekutana nao kwenye vigezo vya kuwa kiungo bora. Kwa sababu MVP haizingatii mshambuliaji, haizingatii golikipa, haizingatii mlinzi. Kwa sababu ashakuwa MVP kule kawashinda hawa watatu, basi atakayekuwa amepewa tuzo ya MVP apenda tuzo ya kiungo bora. Ni
ni tofauti kwamba kuna vigezo ambavyo vinaangaliwa wewe kama kiungo. Hapa limewekwa neno kiungo, watakuwa wanaangalia zile sifa za kiungo, namna gani kiungo anatakiwa awe. Pale tunaangalia kwamba sifa zote ambazo mchezaji ambazo anatakiwa awe nazo kiwanjani. Pacome tunamzungumza kama ananukia kuwa MVP kutokana na kile ambacho amekifanya, aina ya uchezaji wake ambao umekuwa unawavutia watu wengi, una effect watu wengi, ndio na effect matokeo. Huko tunakubaliana. Lakini pia mafanikio ya timu kwenye kiungo. Yaani unaweza ukawa kiungo bora lakini timu yako ikawa imeshika mkia, wewe ni kiungo bora. Kuna zile overalls za ama ile tunasema zile tips za kiungo ambazo umezifanya perfectly. Hiyo ndio ambayo inakupa wewe uhalisia kuweza kuwa kiungo bora. Ndio maana unakuja kukuta mtu kama vile Faisal Salum Abdalla yupo kwenye tuzo, japokuwa alikuwa kwenye timu yake overalls ilikuwa haina msimu mzuri of course, lakini yeye yupo. Kwa sababu gani? Kwa maana yeye kuna zile sifa ambazo amezifanya kama kiungo ambazo anastahili kuwepo. Okay, kwenye MVP umesema hapa kwa Mzuzwa. Hapa kwenye kiungo bora unampa nani? Jean Charles Ahoua anastahili kuwa kiungo bora msimu unaomalizika. Twende kwenye eneo la ulinzi tumalizie mahali hapo. Tabitra yupo Dickson Job na mwingine Uside Umaikenda. Sadio Maikenda. Twende tu haraka haraka. Unaona nani anastahili kuwa MVP hapo? Beki bora. Yes, anastahili kuwa beki bora. Nani hapo? Dickson Job moja kwa moja anastahili kuwa beki bora. Kitu ambacho kinamfanya awe tofauti na wenzake ni kitu gani? Dickson Job tunasema ni beki ambaye anajitofautisha na mengi na mabeki wa sasa hivi. Ni beki ambaye ni mtulivu, anajua afanye nini kwa wakati fulani. Ni beki ambaye amekuwa hana papara wakati anafanya zone marking au man to man marking. Ni beki ambaye amekuwa akitumia akili nyingi kwenye kumkabili mpinzani ama mshambuliaji. Ndio sifa ambayo inamtofautisha na walinzi ambao anakwenda ku compete nao. Mtu kama vile Sadio Maikenda, yeye ni mshambuliaji, mlinzi ambaye mara nyingi amekuwa akitokea kulia. Sio mlinzi mbaya, amekuwa na mwendelezo mzuri kwa msimu uliopita akiwa na Azam FC. Alikuwa ni miongoni mwa walinzi ambao kwenye upande wake ambao alikuwepo ilikuwa ni upande hatari kweli kweli kwenye msimu uliopita wa Azam FC. Alikuwa anafanya overlappings kwa wakati, underlappings kwa wakati, alikuwa anafahamu nini afanye kwa wakati fulani. The same kwa mtu kama vile Anton Trabi, Ivory Coast, huyu ambaye yupo kwenye kocha Singida Black Stars. Ile Singida ya Mwalimu David Ouma ya msimu uliopita, Anton Trabi alikuwa ni kama vile muhimili kwenye eneo lake la ulinzi kutokana na umbile lake ambalo lipo height ndefu. Mara kadhaa kwenye mechi ambazo Mwalimu David Ouma alikuwa anaona kabisa zinahitaji watu ambao physical ni warefu, alikuwa anaweka pacha yeye na mtu kama vile Kennedy Juma, na ilikuwa inaweka ukuta kweli kweli. Lakini njoo muangalie huyu Anton Trabi alikuwa anafanywa partnership tofauti. Kulikuwa kuna mtu anaitwa Frank Asing kwa Bena ambaye sasa hivi yupo Young Africans kwa mkopo akitokea Singida Black Stars. Huyu mara kadhaa alikuwa akimpa challenge Anton Trabi na kutokuonekana mara kadhaa kwenye kiwanja kutokana na sababu ambazo zilikuwa zinamsababisha. Unakuja kuangalia pia Anton Trabi mara kadhaa amekuwa anafanya makosa akiwa kiwanjani. Kwa hiyo Dickson Job though naye pia ni mchezaji ambaye hakuna mtu ambaye afanye makosa kiwanjani, anastahili kuchukua hii tuzo ambayo ni ya beki bora kwa msimu uliomalizika. Hakuna binadamu asiyekosea, hakuna mchezaji asiyekosea anapokuwa uwanjani, lakini Dickson Job anastahili kuwa beki bora wa 2024 2025. Maneno ya Leopard John. Tukimalizia tathmini fupi tuliokuwa nayo kuhusiana na tuzo zilizoandaliwa na shirikisho la soka nchini Tanzania kupitia kamati ya mashindano. Mimi Lusama nilikuwa na Leopard John. Next time tutakutana.